Thank you, viewers. Praise the name of Jesus. I thank God and hope that you're safe whenever you are. I believe these are the hand times most of us are at home. Thank you. We were here last Tuesday, and this Tuesday we are here. And I thank God because this is your favorite program, Pastor's Talk Show. It is a program that comes to you on Look Up TV. Only on Look Up TV, hope to the world. And the aim of this program is to edify and build the body of Christ, to encourage Christian in the name of Jesus Christ. Thank you. This is your host, Pastor Martin Nganga Karuga, and I thank God. Thank you so much for being part of us. You have always been there for us. And today we are having a recap of what we were discussing last time. It was a very encouraging topic, and we have the men of God here. The men of God here, they are all clothed well. We have Reverend Muturi. Welcome. Thank you, sir. Welcome to the program. Welcome to the studio. We have Reverend Njoroge. God you. bless you so much. Thank you so much. We thank God. Last time we had them here, and today I will also give them time to say hi before we even introduce our topic to you. We start with the Reverend Muturi. You can say hi to our viewers. Hello and praise the Lord. My name is Reverend Peter Muturi. I'm the senior pastor of Christian Faith Center. We are located in Kabiria area, opposite the primary school, Kabiria Primary School. That's where we've been serving God, and we are thankful. Thank you so much, Pastor Martin, for inviting us to this wonderful program. I want to believe that God is going to bless us in this program. Amen. In Jesus' name. Wow. God bless you. God bless you for finding time to be here. Yes, Reverend Njoroge, you can say hi to our viewers. Naweza wasalimia. Sawa. Bwana asifiweni watazamaji wetu. Unashukuru kwa muda umetenga tena ili tuendelee katika kipindi, na Yesu ni Bwana ameniokoa. Naitwa Reverend Njoroge Simon, na ubiri na kanisa linaitwa Faith Manifestation Church. Iko maeneo tofauti, lakini mimi niko maeneo ya Rudheketi. Hapo ndipo Mungu ameniweka. Nami pia ningependa kushukuru ndugu yetu Pastor Martin na Look Up TV. By the way, nilikuwa nafikiria hiyo jina Look Up, na ninaona ya kwamba iko katika Biblia sana. Kuna mahali Yoshua alifika akayainua macho na Mungu akaonekana. Amen. Thank you. Thank you. This is Look Up TV. Now we always get you something that will help you. Tunashukuru. These are men of God. They are very busy, but they found time to come and speak to you. So viewers, I believe you shall be blessed. Na naamini kuwa tunawabariki. Hivi leo we want to continue with our topic that we were speaking last time. So many people requested that we continue with this topic, and today we want to end this topic. Our topic is seeking the face of God. Seeking the face of God. Seeking the face of God. And our reference verse today comes from the book of Amos, chapter 5, verse 4. And I'm going to read Amos chapter 5, verse 4. The Bible says, for thus says the Lord unto the house of Israel, seek me, and you shall live. And I repeat again, Amos chapter 5, verse 4. For thus says the Lord unto the house of Israel, seek me, and you shall live. Pastor Muturi. Yes. Amos chapter 5, verse 4. Maybe you can have an exposure of this verse and this chapter, maybe so that the viewer can able to understand. We are speaking about seeking the face of God. Amen. Yeah. I want to begin by saying that seeking God is the greatest level of all seeking. Yes, it is the greatest level of all seeking. So when we are addressing this topic about seeking God, we want our viewers to understand that we are addressing the highest form of seeking. Anything called seeking, that is the greatest level. There's nothing as great in this life as seeking the face of God. Amen. And it is very important for our viewers to understand that at this particular time, when we are going through the challenges that we are facing right now in the global, because it's a global pandemic, it is important for them to know that it is good to seek the face of God. Now, when we look at the book of Amos chapter 5, we want to, our viewers to understand that Amos was a prophet. But before he was a prophet, he was a shepherd. In fact, the Bible says in the book of Amos chapter 7, verses 14 downwards there, that I was neither a prophet nor a son of a prophet, but I was a shepherd who was taking care or tending the sycamore trees. And then God
called me and he sent me to Israel to go and prophesy. Yes. So in other words, he was made a prophet by God himself. And then when he goes to Israel, and he sent actually to two kings. He sent to King Uzziah, who was the king of Judah, and then to King Jeroboam too. The second Jeroboam. Yes. Not the first one, but the second second Jeroboam, who was reigning at the time. And the message was very clear. It was, go and tell my house to repent. Because Israel, as of that time, they were walking in materialism. They were too much into materialistic. And then they were also doing a lot of idolatry, worshipping of other gods. And then on top of that, they were also not walking in humility. God had desired them to walk in humility, but they did not. Wow. So they loved themselves through selfishness. So they were not considering God. So God was not happy by what they were doing. If you look at the book of Amos chapter 5, and I will lead for us in verses 2, the Bible says, the virgin of Israel is fallen. She shall no more rise. She is forsaken upon her land. There is none to raise her up. In other words, at this time that Amos is now being sent to go to Israel to minister to them, Israel was just like dead. They were just like dead. Because anytime people walk in sin, they are as good as dead. That's true. They are as good as dead. And then in verses 4, where you have led for us, the Bible says, for thus says the Lord, because God is a God of mercy. Despite and in spite of what is happening, he is a God of mercy. So he tells, the Bible says in verses 4, for thus says the Lord unto the house of Israel, seek me ye, and ye shall live. So in other words, the solution towards the death situation or the statusness of death is to seek God. To seek God. To seek God. Because you can never seek God and remain dead. You have to arise. It's true. Yes. Wow. I believe that is, wow, that exposure is true. And I thank God, Reverend Muturi is a teacher of the word. Yes. In fact, you're doing your master now. Yeah. God bless you. May God take you to greater. That is a great revelation. At least now we have viewers, and at least now you have the idea of what was happening. Yes. God was calling the children of Israel to the repentance. To repentance, because yes. they were like dead because of the kind of lifestyle they were living. Oh, yes. So we can agree all together that we are in the season of seeking God. Oh, yes. So in this season, when things are so hard, we are in the season of seeking God. That's why we have come with this topic, seeking the face of God. Amen. In our reference verse, Amos 5 verse 4. Now, I want us to have a recap before even we continue. Yes. There, Reverend Njoroge, you remind the viewers on the ways on how to seek the Lord. Yeah. Before even we move on. Yeah. Yes. Nashukuru kwa huo muda. Thank you. Na pia ndugu yetu Everett Muturi ameuweka vizuri Kabisa. Mungu akubariki. Amen. Kuna kitu alipokuwa akiongea nimepata ya kwamba ingawa Mungu anatuambia tumtafute, nimeona naye Mungu ana tabia ya kutafuta mwanadamu. Kwa hivyo wakati anatuambia tumtafute, hata yeye upande wa pili anatutafuta. Yes. Ndio unaona kuanzia mwanzo wakati mwanadamu alianguka katika chapter 3 ya Genesis. Mungu anakuja anaanza kuitana. Anauliza Adamu uko wapi? Maana ni tabia ya Mungu kutafuta mwanadamu. All over mpaka sasa. Yes. Mungu anatafuta mwanadamu ako wapi. Ukiangalia kitabu cha Ezekiel 22 verse 30 inasema Mungu alitafuta mtu. Yes. Asimame tu kwenye pengo. Oh, yes. Maana Mungu alikwambia ufanye kitu pia yeye kinampendeza. Kwa hivyo ningependa kukumbusha mtazamaji ya kwamba tuliangalia mambo kadhaa ambao tunatumia kutafuta Mungu. Jambo la kwanza tuliona ya kwamba lazima ianze kwa moyo. Oh, yes. Maana Mungu, Mungu ni roho na anaangalia roho ya mwanadamu. Oh, yes. Sehemu ya ndani ya mwanadamu. Kwa hivyo kama unamtafuta Mungu, ianze kwa moyo. Jambo la pili, itoke sasa katika moyo, uianze kuinena kwa maombi. Na tukaona lazima tuombe na tuamue. Yes. We purpose kuomba maombi ya kudumu. Maombi mpaka Mungu apatikane. Kaona pamoja na maombi tuongeze kufunga. Kufunga, that is fasting. Yes. Alafu pia tukaona ya kwamba lingine lazima tuwe watu wa kutoa. Yes. Kutoa. Leo nilikuwa nasoma nikaona ya kwamba kuna mtu mmoja alitoa dhabihu anaitwa Suleiman. Katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa 2:7 mstari wa 5. Alitoa mali
mpaka dhabihu alipoitoa, uwepo wa Mungu ukashuka, utukufu ukajaa kwenye hekalu, Yes. mpaka makuhani wakashindwa vile watakavyofanya. Kwa hivyo hiyo hali ya kutoa lazima pia tuweze kuifahamu. Oh, yes. Nimetaja yale tutija siku hiyo, sijui niongeze mengine machache. Okay. Bwana asifiwe. Yes. Nashukuru Bwana kwa sababu tuko na wachungaji ambao wamepitia hii hali ya kutafuta uso wa Bwana. Oh, yes. Na ni kitu cha muhimu sana, especially katika nyakati hizi za mwisho. Ni vizuri tukae tukitafuta uso wa Bwana. Umetuambia kwamba kutafuta Bwana kwanza kunaanza from the heart. Yeah. From the heart, From yes. the heart. So your heart has to be connected well with God. Yes. Then from there you can pray and fast. Praying and fasting. Yes. Tunaangalia kwa Biblia tunaona watu wengi. Last time tulikuwa tunaangalia wale watu ambao walifunga na kuomba. Watu wengi. So ukatuambia pia kuna kitu kinaitagwa consistent. Wacha kuwe na ile kutafuta Mungu continuously. Hiyo ni kitu cha muhimu. Na then umetuambia kitu kingine kupatiana, giving, kutoa tu, sio tu kuomba bali kutoa. Yes. Unatoa mali yako. Yes, kwanza tupatie Reverend Mutuli kwanza aongezee kama kuna kitu unaweza ongezea before tutoke hapo. Na pia tukaongeza tukasema humility. Humility, yes. Na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Yes. So ukiwa na roho ya kutafuta Mungu, ufunge na uombe na utoe. Ukuwe na kitu kinaitwa unyenyekevu. Yes. Then ukuwe umejaa Roho Mtakatifu. Oh, yes. Hiyo ni kitu cha muhimu sana. Sijui kama viewers mnasikia mambo kama haya. Haya ni mambo lazima ukuwe nayo. Ni kama vile uende kupika. Yes. Ukienda kupika lazima ukuwe uko na vitu ambazo ziko hapo umetayarisha. Kuna kitunguu, kuna nini. So ndio hiyo chakula hata kikiwe kitamu. So tukienda kutafuta Mungu lazima tuwe na vitu kama hizi. Amen. Sasa unataka tuende kwa hiyo level nyingine kidogo. Siku ya leo. Siku pia ya leo tunataka tutafute ama tuangalie kitu kinaitagwa the enemies of seeking God. Ama what hinder us from seeking God. Yes. That is very important. Tujue ni nini hicho ambacho kinaweza zuia sisi wenyewe tusitafute uso wa Bwana. Oh, yes. Yes, tuanze na we can start with you Reverend Mutuli. Yes. The enemies of seeking God ni mingi. Lakini nitaweza kupeana maybe kadhaa zile Bwana atatuwezesha. Na pia mchungaji pia ataendelea. Ya kwanza mimi nafikiria ya kwamba the flesh, mwili. Mwili ni kizuizi kimoja cha kutafuta uso wa Mungu. Nilikuwa nasoma in the book of 1 Corinthians chapter 9 verses 27, na nitasoma tu kwa haraka. Inasema, no, I strike a blow to my body and make it a slave, so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize. Sasa unapata ya kwamba mwili ni kizuizi kikubwa sana. Yes. Mwili huu ambao tuko nao ni mzuri kwa sababu Mungu ametupa, lakini pia inaweza kuwa ni kizuizi kikubwa cha kutafuta uso wa Bwana. Nikakuja kugundua kwamba Satan normally places his attacks in the flesh. Yes. Wewe angalia. Sana sana wakati mtu ako discouraged, inakuwaga ni attack ambayo imewekwa ndani ya mwili. Even in the book of Genesis chapter 3, Adam and Eve, it was an attack in the flesh. Unaona? Na shetani anajua before the devil intercepts with your spirit, lazima kwanza attack your flesh. Yes. Unakuta ya kwamba uko discouraged, you don't feel like you want to pray, you feel like you don't have that tenacity ya kutafuta uso wa Mungu. It is in the flesh. Kwa hivyo ni vizuri sana watazamaji mkajua kwamba lazima you have to overcome your flesh. If you look at the book of Matthew chapter 26, inaongea juu ya Yesu Kristo akiwa na watumishi James, John and Peter wakiwa kule juu mlimani wanatafuta uso wa Mungu kwa sababu ya temptation ambayo ilikuwa mbele yake. So unaona, Yesu akawaambia, I want you to wait with me for this period of time. But they could not. And then when he comes to them anawaambia kwamba watch and pray so that you will not enter into the temptation, for the spirit is willing but the body is weak. Kwa hivyo wale walikuwa overcoming their flesh, they could not be able to seek the face of God. Na mimi nasema ya kwamba shetani ni very very cunning. Anajuaga vile atashika Mkristo. Once he overcomes the flesh ya Mkristo, bas anajua huyo Mkristo ameshindwa kutafuta uso wa Mungu. Kwa hivyo ni vizuri tukaweze kuelewa ya kwamba your body, your flesh can become an hindrance to seeking God. Your flesh. Kuna
maandishi in the book of Matthew chapter 7 inaongea juu ya 3 levels of seeking God. Ya kwanza ni asking, and then seeking, and then knocking. Hiyo ni level za 3 za maombi. Level 3 za maombi. Asking, seeking and knocking. Asking ni ile tunaenda mbele ya Mungu. Tunaambia Mungu, mimi nataka unipatie mkate. Nataka unipatie gari. Nataka unipatie nyumba. Hiyo ni dimension on itself. Yes. Majority of Christians, unfortunately, wako kwa hiyo level. Yes, they have not gone to the other dimension. Dimension ya pili ni hiyo dimension ya seeking. When you begin seeking God, you are no longer asking. Wewe uko kwa dimension tofauti. Seeking ambayo tunaongea juu yake, it's a different dimension altogether. Yes. You say, I am not called just to seek for bread or to seek for a car or to seek for this. I want to seek the God who gives these things. Yes. Unaona? So you are not looking for the blessing, but you're looking for the blesser. Unaona sasa? Yes. Na hiyo the dimension on itself. Yes. So that now when you begin knocking the door, murango inafunguka. No. Because I believe you're a teacher of the word. Yes. So umesema kizuizi kikubwa sana ni fresh. Yes. Ama mwili. Yaani mwili unaweza kukuzuia. Na ni kweli ni kitu ambacho kimezuia watu wengi. Because hata ukiangalia, when you call people for prayers, yes, they come very few. But call people for come together. Wanakuja karibu kijiji mzima. Yes. Ni kumaanisha kwamba maombi ni kazi. Ni kazi. Na lazima ushinde mwili ndio uweze kuingia katika hiyo eneo. Exactly. Na umetuambia kuna 3 levels. Kuna seeking, Yes. Hii level ya kawaida tu ya mtu kwenda kuuliza. Yes. So ukitoka kwa hiyo level ya kawaida, Yes. you stop seeking for material thing. Unaanza kutafuta yule ambaye anapeana hizo vitu. So ukiingia kwa level ya seeking, sasa ukaingia now to the level of knocking. To the level of knocking. Now, wacha kwanza tuingie kabla hatujarudi kwako Reverend Njoroge, you can maybe elezea kizuizi kingine ambacho kinaweza tuzuia tusiende mbele za Bwana kutafuta uso wa Bwana. Napoenda kuingia kwa kizuizi cha pili, ningependa kusema kama vile mtumishi wa Mungu amesema, lazima tushinde mwili kama tutaweza kushika Mungu. Yes. Na ukisoma kitabu cha Proverbs chapter 6 kuanzia mstari wa 6 mpaka wa 10, utaona ya kwamba Mungu anaenda mahali pale anasema ya kwamba ati wewe mvivu, hebu enda umwendee chungu. Yule ambaye ni mdogo umwangalie vile anavyo bidii. Sasa ndani ya Wakristo kuna uvivu, kuna uzingizi wa kiroho, na kuna ugoigoi. Na ukisoma hiyo maandiko inasema ya kwamba sasa hiyo inafanya watu wawe maskini. Mambo ya kiroho hawana, uwepo wa Mungu hawana, sauti ya Mungu hawana, ufunuo wa Mungu hawana. Wanataka Mungu lakini lazima tushinde mwili. Na ukiangalia kama Paul anauliza kanisa wa Galatia, nani aliyewaroga? Mlianza kwa roho, sasa mnamalizia na mwili. So tusipochunga mwili, ni adui mkubwa wa kuweza kufika mahali Mungu anataka. Hata kuwa na uwepo wa Mungu. Niongee jambo la pili. Ukiangalia katika maisha ya mtu anaitwa Joshua, utaona ya kwamba katika kitabu cha Joshua 7, baada ya Joshua kupata ushindi mkubwa wa kushinda Jericho, hapo pengine alienda akashindwa. Akashindwa na kajiji kadogo kanaitwa Ai. Sasa shida kubwa ambayo ilikuwa mahali pale ni kwa sababu Joshua hakutafuta Mungu. Wakati alipopata ule ushindi mkubwa wa kubomoa Jericho na mambo makubwa yakatendeka, moyo wa Joshua ukatulia na akarelax. Sasa adui mkubwa ambaye yuko ndani ya watu wa Mungu sasa, watu wengi wakipata ushindi mkubwa na akifanikiwa sana na apate success pengine in the ministry ama kwa biashara ama kwa maisha, unaona mtu anarelax. Utasikia watu wengi wanasema ya kwamba tulikuwa tukiomba, tulikuwa tukienda kesha, tulikuwa tukifunga, lakini leo yule mtu ambaye alikuwa na uwepo wa Mungu mkubwa utapata ya kwamba hana. Ukiangalia historia ya watu wengi wanashindwa wakati anainuka. So adui mwingine wa pili ambaye ni mkubwa sana katika maisha ya Wakristo ni wakati mtu anafanikiwa. Na anasikia ni kama hahitaji Mungu tena. Sasa Yoshua, maandiko inasema ya kwamba akatuma wapelelezi waende waangalie Ai. Wakati wapelelezi walirudi, waliambia Yoshua, wacha kushinda ukisumbua watu. Na Yoshua hakutafuta Mungu. So walituma watu wachache. Kizuizi cha pili ambacho huleta kutotafuta Mungu ni kusikiza wanadamu. Maana sasa Yoshua aliwasikia wale watu na ile ripoti walileta. Wakamwambia Yoshua,
kale kajiji ni kadogo, tuma watu 2,000. So saa zingine kama utasikiliza wanadamu na ukose nafasi ya kusikia wanadamu, nimewasikia lakini ebu na mimi nisikize Mungu anasema nini. Wacha turudie hii. Yes. Viewers, we are talking about seeking the face of God. Oh yes. Na sasa hii tunaangalia vizuizi ama hindrances ambazo huwa zinatufanya tusitafute uso wa Bwana. Reverend Muturi ametuanzia na kuambia kizuizi kikubwa, it is the flesh. The flesh, The yes. flesh is a great hindrances. Na hiyo ni kweli imezuia watu wengi. So many people are lazy, their body is heavy, Yes. they cannot even pray for 10 minutes, they cannot even pray for 2 minutes. Wengine hata kufika tu kanisani kuomba ni mzigo. Yes. Reverend pia umetuambia na hiyo jambo liko kwa watu wengi kwamba kuna watu walitafuta Mungu ama kuna watu Mungu aliyebariki tu akabariki. Yes. Akawabariki na kazi, wamekuwa wamekaa vizuri. So wakirelax, wakifanikiwa, inaisha hapo. Success. The success. When success comes, they cannot seek the Lord. Watu wengi wako katika hiyo category. Unakuta kwamba hauna shida ya pesa. Hata shida ya nyumba hauna. So unashindwa hata kutafuta Mungu utamtafutia nini? Ndio unaona shetani anaingililia hapo. Kitu kingine umesema hearing from people. Hearing from people, yes. People can stop you from getting something from the Lord. Yes. Kwa sababu ukiangalia the case of Mark chapter 5 from 46 kuelekea Bartimaeus. Bartimaeus. Alikuwa anaita Yesu. Watu walikuwa wanamnyamaza, unashinda nyamaza. But the Bible says the more they press him, the more he called upon the name of Jesus. Kwa hivyo watu pengine wanaweza kukutosha katika njia za Mungu, wanaweza kukutoa katika njia za Mungu. Yes, Reverend. Na mchungaji amesema very powerful, akasema hearing people. That is a very powerful point, Reverend Njoroge. Kuna mtu rafiki yangu siku moja aliniambia kitu ambayo ulipotaja kusikiza wanadamu imeclick in my spirit. Na akawa ananiambia alifanya project fulani na hiyo project haikumpeleka vizuri. Na tulipokuwa tunaongea na yeye aliniambia kitu, akaniambia kila wakati anaposikiliza Mungu, sikiza hiyo point. Na alisema na kizungu akasema every time I hear God he pays my bills. But every time I hear myself and listen to the voice of others, I am the one who pays the bills. Unaona? So every time Yes. I listen to God, Yes. he pays my bills. Yes. If I hear God and I do his commands, he pays the bills. The bills. But every time I hear myself and listen to the people Listen to the without consulting God, without consulting God. I am the one who pays the bills. Kwa hivyo ni vizuri sana watu kusikiliza Mungu before anything. Kama maisha yangu, one of the things that has shaped my life, my Christian life, ni kutafuta uso wa Mungu. Huwa nataka kutafuta uso wa Mungu hata kwa mkutano kama huu. Hata wakati niko na mikutano yangu na watu, hata individuals or wherever. If I'm just leaving the house going anywhere, I ask God to minister to me and to tell me what I'm supposed to do. Unaona? Kwa hivyo ni vizuri sana kusikiza sauti ya Mungu before anything. Na ningependa pia niongeze niseme hivi ya kwamba kuna another hindrance ambayo naita carnal mind. Carnal mind. Yes. Kwa hivyo mwili na pia nimeongeza carnal mind. Mawazo yetu. Pastor alikuwa ameongea juu ya roho na pia mawazo. Hizo vitu mbili zinapelekana. Na ndiposa unapoangalia kwenye kitabu cha Wakolosai kinaongea juu ya kuweka mioyo yetu na mawazo yetu kwake Mungu. Unaona? Na nilikuja kufikiria kitu moja. Ushawahiona wakati pengine unapoomba ukiwa in your own personal devotion, unakutaka ya kwamba sometimes unapoomba ama hata sometimes ukiwa kanisani unastukia tu yani mawazo fulani imekukujia. So it hinders you. Ulikuwa una breakthrough, unaomba, unatafuta uso wa Mungu about something, you're in the spirit, but all of a suddenly there's an attack that comes into your mind. So you stop, it slows you down. Baada utafute uso wa Mungu, unaanza kufikiria juu ya nini? Na sana sana shetani analetaga hii mambo, especially like the challenges that you might be passing through. Maybe hauna kazi. Unaona? Sasa ulikuwa unaomba vizuri, tena shetani anakukumbusha ya kwamba si unakumbuka hata kazi hauna, si unakumbuka hata rent haujalipa, si unakumbuka hata gari yako haina mafuta, si unakumbuka hii. So hiyo mawazo inapokuhit in your mind, inakudistract.
ina kudistract, and that's why Colossians inatuambia that we need to set our hearts and our minds to the things which are above. Kwa hivyo ni lazima Mkristo ambaye anatusikiliza aweze kuelewa ya kwamba you should not permit the devil to attack your mind. In fact, mtu mmoja alisema ya kwamba the greatest battlefield is in the mind. Shetani anajua mahali anawekaga vita vyake. Once he overcomes you in your mind, amekumaliza. Kwa hivyo ni lazima tunapotafuta uso wa Mungu, tunaweka our minds to the things which are above. Now that is very powerful. Yes. Carnal mind. Yes. A distracted mind cannot pray. Yes. A distracted mind cannot seek God. Now, nimpatie Reverend 1 minute, pengine unaweza ongezea kitu ama unaweza ongezea another thing before we go for break here. Yes. Okay. Jambo ambalo nitaingia kwa haraka. Yes. Jambo lingine ambalo linaondoa uwepo wa Mungu katika maisha ya mwanadamu na kukuzuia pia kuwa na ule uwepo na kutafuta Mungu ni maisha ya dhambi. Kama kuna kitu inafanya mwanadamu aende mbali na Mungu na ashindwe kumkaribia Mungu kwa sababu anasikia ako guilty, ni kwa sababu ya kufanya dhambi. Tukienda tena Mwanzo pale kitabu cha Genesis chapter 3. Yes. Maandiko inasema wakati mwanadamu alitenda dhambi, dhambi ilifanya aondoke katika uwepo wa Mungu. Mahali walikuwa wanakutania na Mungu. Sasa ilibidi Mungu wakati alikuja mahali wanakutania na mwanadamu akimtafuta, anapata hayuko. Kile ambacho kilimuondoa ni maisha ya dhambi. Ningependa kusema hivi kwa haraka. Lazima mwanadamu atajaribiwa. Haijalishi wewe ni nani, kama ni bishop ama ni pastor ama uliokoka jana, Shetani anatafuta vile ataleta maisha ya dhambi ya kucompromise. Maana wakati mwanadamu yuko na dhambi katika maisha yake, uwepo wa Mungu uko mbali. Acha ni quote scripture moja. Ukisoma kitabu cha Isaiah 59 verse 1 and 2. Mungu anasema ya kwamba mkono wangu si mfupi wala sikio langu ati haliwezi kuwasikia, lakini dhambi zenu zimenitenganisha nami. So lazima tushinde maisha ya dhambi. Mimi nasikia ninajengeka. Oh yes. My faith is being built. Nikisikia vitu kama hizi, when I hear things that are hindering us from seeking God. Na hizi ni vitu ambazo kwa sababu wenyewe ni wachungaji na you have churches na mumeona the things that hinder us so many people from seeking the Lord. Yes. Na kabla tujaendelea, kwa maana najua pengine kuna vitu zingine ambazo zinatuzuia, I would like us to go for a break. Yes. Then after break we'll come and continue. Viewers, we thank God for these men of God that are here. We are talking about seeking the face of God. Yes. Now our reference verse was in the book of Amos 5 verse 4 that you seek me and you shall live. So we want to go for a short break, but we are coming back. Please don't go away. This is very important, especially in the time that we are. It is very important for you. May God bless you. Please stay tuned. Don't go away. We are coming back. Amen.